nataka nizungumze na mwanamke anayenitizama, lakini pia mwanamke anayenisikiliza. Katika masomo ninayotoa, kuna kipindi ambacho niliweza kuzungumzia sifa za kipochi manyoya ambacho ni kitamu. Lakini leo nataka nizungumzie kuhusiana na vyakula ambavyo vitakusaidia wewe kama mwanamke kuwa na kipochi manyoya ambacho ni kitamu, lakini pia kinatoa harufu nzuri. Kwa sababu yote 9-10 kipochi manyoya kinatakiwa kiwe na harufu hii moja. Kwa sababu chenyewe kipochi manyoya kina harufu asili ambayo ni harufu maumbile. Ni harufu kitamu. Yaani kile harufu ambacho wewe na mwanamume wako mkikaa faraghani, akisikia hiyo harufu atajua kweli hapa nimekaa na mtu mzima mwenzangu, kwa sababu hicho kiharufu yani kinajiandaa ya nyinyi wawili kufanya nini? Kuvumbulana. Lakini chonde kama itakuwa una harufu ambayo imefananishwa kama papa fulani hivi, inaitwa harufu kilema. Yani harufu mbaya, harufu ya shombo, samaki aliyeoza si samaki aliyeoza, si papa. Yani ni harufu mbaya, na hakuna mwanamume yeyote atakayeweza kuvumilia harufu hiyo, hususan ule wakati wa kuvumbulana. Sasa mwanamke mwenzangu, hii ni siri na kuibia, ili na wewe uende ukanukie vizuri, lakini pia uwe mtamu, mpenzi wako na yeye afurahie kipochi manyoya chako wakati ule wa kuvumbulana. Chakula cha kwanza ama kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ule mara kwa mara, jamani, nanasi. Yani pineapple. Nanasi kama nanasi. Yani nanasi, kwanza nikwambie, hili tunda limejaa ile sukari ambayo ni ya asili na ina vitamin C. Kwa hivyo ukila nanasi mara kwa mara, yani linabadilisha ladha na harufu ya ule ute ama majimaji yanayotoka ndani ya kipochi manyoya, kiasi cha kwamba hata mpenzi wako akasema anakupiga mnyonyo kwenye kipochi manyoya, basi anasikia utamu kwenda mbele. Sawa Kwa sababu yani anasikia harufu fulani ya matunda, kila kitaka kukuachia hivi anasikia bora niendelee tu kupiga mnyonyo. So kuwa na uzoefu wa kula nanasi kila wakati. Hii ni siri na kuibia mpenzi wako hatobanduka. Hata ukawa kisirani namna gani, hata ukawa bomu la machozi kiasi gani, hatawahi kukuacha. Kwa sababu gani? Anapiga mnyonyo mahali pazuri, anakojoa mahali pazuri. Hivi mwanamume gani atamuacha mwanamke ambaye ni mtamu alafu ananukia vizuri? Sijui kama tunaelewana. Ila kitu chengine ambacho unatakiwa kukila ni mtindi, maziwa mala. Sawa mtindi kama mtindi, wallahi inakuwa pia. Na hii hata kama utaenda kwa daktari yoyote yule, atakwambia mtindi, maziwa mala ama hata yogurt ni nzuri sana kwa afya ya mtoto wa kike. Kwa sababu mtindi, maziwa ya mtindi ni ulinzi mkubwa sana kwenye kipochi manyoya. Sawa Kama una bakteria wazuri, sawa na hawa bakteria wazuri huwa wameumbwa kulinda kipochi manyoya chako. Wanajulikana kama probiotics. Sawa bakteria hawa wanapambana na wale wadudu wabaya ambao wanasababisha kipochi manyoya chako kutoa harufu mbaya, wanasababisha kipochi manyoya kuwa na fungus, na vitu fulani kama vile. Alafu hawa probiotics wanasimamia vizuri uke wako. Kwa hivyo yale yote ambayo utasababisha uke wako kuharibika, ukiwa na uzoefu wa kula maziwa ya mtindi, trust you me, yani utaweka kipochi manyoya chako katika ulinzi mkubwa na mzuri kabisa. Sawa Kama una harufu mbaya, sababu ni nyingi ambazo zinapelekea kipochi manyoya chako kuwa na harufu mbaya.
Hizo sababu nitaziongelea siku nyingine. Lakini mwanamke mwenzangu, kuwa mrahisi na mwepesi wa kunywa maziwa ya mtindi, maziwa mala ama yogurt. Alright? Lakini pia unahitajika kula any kind of berries. Kama una strawberries, kama una cranberries, vyovyote vile ambavyo utakuwa navyo karibu. Hivi ni vitamu mdomoni, lakini pia ni vitamu kwenye kipochi manyoya. Ile juisi ya cranberry ama strawberry, sawa, inazuia sana maambukizi ya njia ya mkojo, bimaana masala mazima ya UTI, sawa, lakini pia inasawazisha sana kiwango cha asidi ya pH, sawa, kiwango cha pH ya kipochi manyoya. Alafu pia inakusaidia wewe kama mtoto wa kike kipochi manyoya chako kunukia vizuri sana. Yani unakuwa mtamu, lakini pia unatoa harufu ambayo ni nzuri. Wallahi hakuna kitu kitamu kando na kufukiza udi, masmini. Unahitajika wewe kama mwanamke uwe na harufu nzuri kwenye kipochi manyoya chako ambayo ni asili. Sasa hivi vyakula ninavyokutajia ni baadhi ya vyakula ambavyo vinasaidia katika kuongeza ile harufu kuwa nzuri na kutoa harufu yoyote ambayo ni ya shombo. Lakini kitu chengine na cha mwisho msikilizaji ni machungwa ama lemon. Matunda haya msikilizaji yana kiwango kikubwa cha vitamin C. Na ina asidi ambayo inasaidia sana kusafisha mwili. Wewe una miaka mingapi hujajifanyia detox? So machungwa imetajwa kuwa tunda bora zaidi ambalo linasaidia katika kusafisha mwili huko kujidetox. Sawa, na inakata harufu mbaya yoyote kali mwilini. Wewe hujasikia wataalamu wakikwambia iwapo una kiharufu kisijui cha kwapa, tumia limau, weka na asali, weka na abad soda, weka na sijui nini, weka na nini, sugua, kikwapa kitatoka. Limau ama hiyo lemon inasaidia sana kukata harufu yoyote mbaya ndani ya mwili wako, lakini pia inakufanyia kipochi manyoya chako kubaki kuwa na harufu ambayo ni fresh, ni nzuri na ni tamu. Sawa? Wewe ushawahi kuamka asubuhi ukasikia ile breeze, ukasikia ule upepo, ukasema yes. Sasa kipochi manyoya chako muda mwingine kinahitaji hiyo harufu, kinahitaji huo upepo, kinahitaji kubreathe. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo jilinde. Hakuna mtu yeyote, si kiongozi wa dini, si kiongozi wa kanisa, si mzazi wako, atawahi kukwambia maneno kama haya kwamba mwanamke anafaa kujilinda uke wake, mwanamke anafaa kufanya usafi. Ni wewe mwenyewe, you take full responsibility ya uke wako, kwa sababu kipochi manyoya ndio kinachokudefine, ndio ni kama kitambulisho chako cha kumweka huyo mume ama kumfanya atoke aende kwa Amina Manyonyo. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo chonde zingatia haya yote ili huyo mwanamume uweze kumdhibiti. Ndiyo, hakuna mwanamume wa mwanamke mmoja, lakini akija kwako apate ile furaha ya kuwa na mwanamke ili kesho na kesho kutwa arudi. Wewe uogopi?